الله كتابك يسر الله حسابك يمن الله كتابك يسر الله حسابك في عداد المتقين في عداد المتقين. هذه الحفرة هي التي تسمى قبرا. هذا المكان هو الذي ينتظرنا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. Mlango wa leo Sheikh Bukhari atukumbusha atakaposema mtu la ilaha illa Allah wakati wa kufa, ikiwa ni mshirikina atakuwaje? Katika huu mlango kuna umuhimu wa kufanya da'wa. Huu mlango unatuelezea umuhimu wa kufanya da'wa, kuwalingania watu kwa Allah. Tumezungumziwa adhabu za kaburi, sasa tuokoane katika adhabu za kaburi, ili ndugu yako asiende kupata adhabu za kaburi, ili Muislamu mwenzako asiende kupata adhabu za kaburi, ili ndugu yako wa damu, kama tulivyozungumza katika asili ya mwanadamu, kwa tunatoka kwa Adam na Hawa, pamoja na kwamba si Muislamu, utafanya fikra gani muokoe ili aweze kukubali Uislamu? Kwa hiyo ni kufungua mdomo kwa kufanya da'wa ya kuwaalika watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu Jalla wa Ala. Na hii kitu da'wa sisi tumeacha. Saa hii watu kila mmoja ajiangalia nafsi yake, mambo ya da'wa kwake ni aibu. Lakini mambo ya dunia yeye hufanya. Mambo ya kumwelekeza mtu kwa Mwenyezi Mungu hana wakati, ni taklifu. Kwake yeye haona taklifu. Lakini kumwelekeza mtu kwa Allah kwake ni uzito kabisa. Kwenye mambo ya dunia alhamdulillah, kila nyanja hata kila bidii atafanya. Kama ana duka moja atafanya bidii apate duka la pili, kama ana gari moja atafanya bidii apate gari ya pili, kama ana ndege moja atafanya bidii apate ndege ya pili, kama ni maskini atafanya bidii aondoke kwenye umaskini. Yani atafanya kila ina bidii katika dunia ili aondoke katika umaskini ama awe na hali nzuri, lakini kufungua mdomo wake kwa ajili ya Allah hawezi. Atachoka choke kwa ajili ya mambo ya dunia. Ndio Mungu akasema alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kumewashughulisha nyinyi kutafuta mali tu, bidii zenu kwenye mali tu, hatta zurtumul maqabir, mpaka mmekufa bado akili zenu kutafuta mali. Wale wote waliokufa pale kwenye makaburi, lau wataulizwa, wafufuliwe waulizwe, je, wewe ulivyoondoka duniani ulikuwa umekamilisha mangapi? Atasema mimi nimekufa, nilikuwa na mipango kwenda Mombasa nikafanya biashara zangu. Mwingine anasema nimekufa. Yani kila mmoja atakuwa amekufa, alikuwa bado hajakamilisha, yuko mbioni kuangalia mambo yake ya kibiashara. Hata mwingine amekufa ndio yuko barabarani. Lakini sio maana kwamba anaenda huko kwa ajili ya mambo ya dini, ni mambo ya kidunia. Wengi ni mambo ya kibiashara za kidunia. Lakini hapa tunaona huruma ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka yule mshirikina bado anamfanyia fikra, yani afya atamke la ilaha illa Allah, anamfanyia da'wa. Sisi tumeacha kufanya da'wa. Sisi tuko tayari mtu kufanya da'wa mambo ya kidunia. Angalia, nenda tu hapo stage ya kakae pale stage, angalia da'wa inayofanywa kidunia. Mtu atakatika jasho, atafuata mtu ambaye hata yuko safarini, Kilifi Mombasa, atapiga debe ya Kilifi Mombasa. Hata kama mtu enda zake sokoni pale akanunue vitu, atafuatwa, dada ama ndugu yangu hii express Mombasa Malindi, Kilifi sasa hivi, yani atafanywa, anafungua mdomo mpaka jioni. Kazi yake ni Kilifi Mombasa mpaka imefika jioni, lakini hayuko tayari kufungua mdomo akaambia watu, jamani swala, jamani kumeadhiniwa, jamani tuende swali jamani.
Jamani, kuna moto huko tunakokwenda. Ilikuwa Mtume akisimama sokoni akiwaambia watu habari ya dawa, anawaelekeza watu kwa Mwenyezi Mungu ndani ya soko. Leo sisi dawa yetu ni biashara. Mtu akatika jasho pale Kilifi Mombasa, Kilifi Mombasa, Kilifi, jasho ikishafika gari ikijaa hapo shilingi 50 tu, lakini huku akimlingania mtu akija kwa Allah anapata thawabu nyingi, hata hayuko. Allah anasema waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan, ni nani ambaye ana maneno mazuri zaidi kumshinda yule ambaye anawaita watu kwa Allah? Leo sisi hatutaki kuwaita watu kwa Allah. Allah amezungumza waltakum minkum ummatan yad'una ila alkhair wa yamuruna bil ma'ruf. Mungu anasisitiza waltakum minkum umma, lipatikane kwa nyinyi kundi na kuamrishana mema na kutazama maovu. Leo maovu yamejaa tele, watu kusema wanashindwa kusema, watu kuambia watu jamani, haya sio, mtu anashindwa kumlingania mtu, ukamtoa kwenye moto wa Jahannam ukamweka kwenye mlolongo ama mstari ambao anaotaka Allah. Mtu hawezi kusema hii wala halijali, ukimwambia afanye dawa kwambia ni takilifu. Kwa hiyo hapa tunaona msingi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa alipokuwa na huzuni sariratan, ilikuwa Mtume ana huzuni wa hali ya juu kumfikiria mtu huyu mtu aokoke na adhabu za kaburi, kwa sababu kuna watu kilichowafanya wasiende motoni ni kifo tu. Kuna watu tuko nao hapa duniani kilichowafanya wao wasiingie motoni ni kifo tu, kilichowatenganisha wao na moto ni kifo. Lao afa sasa hivi motoni, kutokana na vitendo vyake, kutokana na imani yake. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawahurumia watu, anawafanyia watu dawa mpaka inafika mwisho. Ndio Mtume akaeka mtu apewe talkini mpaka pale roho inataka kuondoka, bado ambaye la ilaha illa Allah. Ndio katika hadithi Mtume asema inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir, Mwenyezi Mungu anakubali toba ya mwanadamu ma lam yugharghir, muda kuwa roho haijatoka. Sasa Mtume alikuwa anafanya watu dawa mpaka pale mwisho. Ndio kwa sunna kulakiniwa maiti akumbushwe talqini la ilaha illa Allah. Sisi leo tunakumsomea maiti ashazikwa, ndio tunafanya la ilaha illa Allah, tunafanya talqini. Kinyume tunaenda. Yaani Mwenyezi Mungu anataka sisi tuwape watu talqini kabla hawajafa, na Mtume anataka tuwape watu talqini kabla hawajafa. Sisi tunakumfanyia talqini ashakufa. Hasa shakufa, hiyo talqini itamsaidia nini? Itamsaidia nini ashakufa? Mtume asema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, mwenye kutamka mwisho wa maneno yake akasema la ilaha illa Allah, huyo mtu atakwenda peponi. Wewe leo ndio kumwambia mtu la ilaha illa Allah, ushamfukia ndani ya kaburi. Talqini asa itamsaidia nini yule? Yaani kama kumsimanga tu, ashazikwa ndo kamwambia alana yatika almalakani alkarimani muakalanzi ya kufala ifzaka wala yaruaka wala yahulaka wala. Yaani saa hii ndio watakujilia malaika wawili hapo. Hao malaika wakija sikutishe. Hebu yaani maneno ambayo ndugu yangu, malaika wa Mungu, wewe hukufanya kheri, hukuswali, hukuwa na lolote ndani ya kaburi, umwambie mwenzako huko hao wasikutishi. Wewe uko juu kumwambie hao wasikutishi, wewe waona? Wewe na yeye nani awaambie mwenzake ogopeni malaika wa Mungu? Ni yule maiti atuambie sisi ama sisi tumwambie yeye? Maana yeye tayari pale anayaona. Ni kama wewe ukamwambia mwenzako ambaye uko jela ashafungwa kule adhabu asijua yeye, wewe usishike hizo adhabu, wewe uje hata adhabu moja pale ndani. Mwambie hao bwana sikutisha, adhabu zao hizo ushakaa jela wewe. Kwa yule ambaye uko kwenye kaburi ndio anaoyaona. Leo ndio tunaenda lakini sasa pale
itamsaidia nini? Maana pale Mtume asema mwenye kufa akatamka la ilaha illa Allah anaenda peponi. Sasa pale ashakufa, atatamka la ilaha illa Allah, ataweza kuitamka? Yani sasa wanazote watuambia ile talqini anaosomea ule maiti pale kaburini inawafaa wale waliokuwa hai pale kwenye makaburi, ndio waambiwe wale mawaidha, wapewe wale ambao wako hai. Na ndivyo Mungu alivyosema, litundhira man kana hayyan wa yahiqa alqawla lal kafirin. Litundhira man kana hayyan, unamwonya ambaye yuko hai, sio ambaye ashakufa. Kwa hiyo tuna huruma, tuwahurumie ndugu zetu kabla hawajafa. Asiyeswali aambiwe kuswali, aende ashikamane na swala. Ambaye hana Mungu ajenge imani yake kwa Mungu ili akifa aokoke mbele ya Allah subhanahu jalla wa ala. Lakini tukishasubiri kwenye makaburi kule tuanze kugombana na talqini pale, ni upuzi mtupu. Upuzi mtupu ndugu yangu. Yale maneno anaoambiwa maiti pale kwenye talqini yatufaa sisi ambao tuko hai. Hasa kama hao mambo ya malaika, umwambie wewe bwana, hao wakija saa hii wasikutishe. Wasikutishe hapo ni si wetu tu wa kawaida, kama mtu akikushika wako jua. Polisi wetu tu hapa jua. Maskari tu wa kawaida hapa jua. Akikutisha basi tayari wewe, wako jua. Wasikia mbabaiko kila mahali. Leo malaika wa Mungu ndani, tangu uzalio hujamuona. Yeye mwenzako ndo amuona, alafu wewe hujamuona, mwambie asikutishe. Nikana kwamba mtu amekufungia kwenye chumba, alafu akakusumia ikawa pale kwenye chumba kuna ule nyoka mkali, alafu mwambia mwenzako wewe uko nje, alafu mwambia wewe nyoka wewe asibabaishe, yaingia akilini haya. Umefungiwa kwenye chumba, hakuna hata mlango wa kutoka. Hata mlango wa kutoka hakuna, hata tundu ya kukimbilia, huna mahali pa kukimbia. Alafu nyoka mwenyewe ni mkali, ana njaa karibia siku zote, hajapata chakula chako. Alafu wewe uko juu, uko nje ya chumba, mwambie asikutishe nyoka huyo, asikutishe nyoka huyo. Hayo maneno ingia akilini ndugu zangu. Kwa talqin ni kama kumsimanga tu ile maiti. Talqin inatakikana tumfanyie hali ya kuwa yuko hai, atamke la ilaha illa Allah. Akipata ile la ilaha illa Allah, basi atakwenda kufaulu mbele ya Allah. Ndio Mtume akasema laqinu amwatakum bila ilaha illa Allah, au laqinu mautakum bila ilaha illa Allah. Laqinu mautakum, wakumbusheni maiti zenu, yani muhtadhar, yule ambaye ashafikia hali roho inataka kutoka, ndio alakiniwe la ilaha illa Allah. Hiyo yote bado namfanyia da'wa ili aondoke katika dunia apate la ilaha illa Allah, aokoke mbele ya Allah subhanahu jalla wa ala. So muache mpaka afi ndio kamwambia aseme la ilaha illa Allah. Hiyo itakuwa ni kama unampa maneno ambayo yani unamsimanga. Yani ni mtu ambaye unamsimanga tu, kama yani sijui tuseme Kiswahili gani pale kunaelewa vizuri. Kwa ndugu zangu, da'wa ya kumuelezea mtu mapema kabla hajafa, hii ndio inayotakikana, umuokoe na moto wa jahannam. Na ndivyo Mungu alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Enyi ambao mmeamini, ziokoeni nafsi zenu nyinyi wenyewe na muokoe jamaa zenu, muokoe na moto wa jahannam. Kumuokoa mtu na jahannam, mkumwelekeza kwenye dini ya Allah, mkumwelekeza kwenye mipangilio ya Allah, ni kumwelekeza kwenye imani ya Allah, ni kumwelekeza kwenye ibada za Allah, afya aliyakuwa anafanya ibada. Huko ndo kumwokoa mtu na moto wa jahannam. Lakini kumwacha tu hivi basi ana yake, ndugu yangu, hapo hujafanya kitu. Na ambaye si Muislamu apewe da'wa aweze kuingia katika neema ya Allah subhanahu jalla wa ala. Ambaye si Muislamu, mkumbushe la ilaha illallah, mkumbushe maneno mazuri ya Allah, mpe maneno ya kumvutia ili aingie katika janna ya Allah. Kwa hiyo yule ambaye atakufa aliyakuwa hana la ilaha illallah, hayuko katika imani ya la ilaha illallah, huyo atakwenda motoni. Na yuko nayo imani ya la ilaha illallah, lakini hana ibadat, hana takwa kwa Allah, hana ibada yoyote, amekufa hayumo,
amebaki tu na la ilaha illallah. Tangu alivyotamka la ilaha illallah, basi akabaki na hiyo tu, hakuswali, hakufunga, hana lolote la ibada. Ni mtu wa motoni tu, mambo ya kutoka baadaye, lakini ataingia motoni. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletwa, na sisi vile vile tumeletwa tuwaamrishe watu mema, tuwakataze maovu, tuwajenge imani ya Allah ili nao waweze kusaidika mbele ya Allah subhanahu jalla wa ala. Leo wallahi machafu amezidi, kuyakataza tunashindwa. Ndugu zetu wameingia katika mambo mazito mazito ambayo hayana maana yoyote mbele ya Allah. Sasa sisi tunashindwa kuambia. Leo mokokaa imekuwa ndio tabia. Hebu fikiria wewe mtu, mokokaa wako, miraa yako, bangi yako, unga wako, tumbaku yako, wewe utakuwa na kichwa gani? Hiki kichwa kitakuwa wapi ndugu yangu? Siku 2-3 ashakuwa na kichaa, enda tafuta mwalimu eti azinguliwe. Mzingue huyu, azinguliwe nini? Utamuona akili zake sasa yeye bangi amefuta, miraa yake, mokokaa wake, sijui nini, unga kokeni yake, tumbaku yake, atakuwa na akili gani? Si lazima akili zitazoboka, lazima zitazibuka akili, atakuwa sie, atakuwa chokora nani sina, ndio atabaki tu kumwaga nyute basi, ashajiua. Alafu leo ambwa mwalimu, mwanangu namuona huyu amepata hasadi. Hasadi gani? Amejihusudi mwenyewe. Alafu sema asome Qur'ani itamsaidia nini? Hiyo Qur'ani imemkataza na mambo hayo, ndo ameyafanya. Wewe tarajia mtoto atakuwa hali gani? Vikao vimejaa vya vitu kama hivi ndugu zangu. Wallahi alazim, tuna jukumu la kuwaambia watu, mtu apende asipende, lakini aambiwe. Huyo ni kawaida. Hakuna ambaye anafanya mambo mabaya ukamwambia akaona raha. Alizoea mabaya, ukimwambia yeye aona kama kwamba wewe unamsumbua. Lakini hivyo wastabira alaiha ni swala na mambo mengine yote lazima tuwaambie. Sasa kama vile tunavyofungua midomo ndugu zangu ya kuambia watu Mombasa Malindi, ama ya kuambia watu biashara viazi nzuri, biashara tomato nzuri, biashara makaa nzuri, yani tuko kwenye biashara. Mtu anatoka jasho usiku kucha, wallahi mtu akienda na mabajaji hapo usiku kucha, watu wote atasifiwa, mpaka kwenye familia atasifiwa, yule bwana yule anabidii kwenda kutafuta. Atafuta nini? Dunia. Lakini kwenye dini hayumo, swala hana, wala hana ibada tena yote, hasifiwi. Hatumuonee huruma juu ya hilo. Mtu akuonewa huruma ni yule ndo akuonewa huruma, kwa sababu hayuko karibu na Mungu. Yule ndo kukumbushwa mapema kabla hajafa. Tusimsubiri ashakufa ndo tukamsomea talqin ndo tumkumbushe, itakuwa too late, tumechelewa. Talqin inamfaa aliyekuwa hai. Talqin inamfaa aliyokuwa hai. Aliyekufa zake dua, aombewe dua basi. Lakini yale maneno yote ya talqin wallahi alazim yanamfaa mtu aliyokuwa hai. Akiamba wa anna jannata haqqun wa anna nara haqqun, moto ni kweli, pepo ni kweli, anaambiwa maiti kwenye kaburi. Sasa wewe na maiti anaiona pepo na moto pale ni nani? Ni maiti. Akishalazwa kwenye kaburi, basi moto wake atauona pale na pepo yake ataona pale. Mimi na wewe bado tuko duniani, tutatembea. Sasa wakumwambia hayo ni yule ambaye uko duniani, umpe mawaidha ili aweze kuokoka na hayo. Unamwambia maiti mwenyewe ashadala hapo, hata kama kusikia kwake sasa sisi hatusaidiki naye. Cha kumsaidia yeye ni dua peke yake. Sikumwambia bwana hapo kuna moto hapo. Sasa si kama ni yale kama msimanga tu. Ni kama msimanga. Moto yeye tayari uko kwenye moto. Ni yeye akwambie jamaa, huko duniani fanyeni kheri, tendeni kheri, fanyeni da'wa, wafuteni watu waondoke kwenye mambo zao za kumwasi Mungu, waende kwenye mambo ya kumcha Allah ili waweze kuokoka na huu moto hapa. Mimi hapa niliko kaburini na uona moto huu hapa jamani. Yeye ndo atuambie maneno haya.
sio sisi tumwambie eti wana nara hapa. Haya ni maneno ambiwe mtu aliyokuwa hai, litundhira man kana hayyan, ndio Mungu alivyozungumza. Aidhishwe, apewe mawaidha man kana hayyan, yule ambaye yuko hai, huyu ndo atamfaa maneno. Ambaye ashakufa tuzidi kumwombea dua. Kwa hiyo ndugu zangu, vikao hivi tunavyovikaa hivi bila kufanya dawa, ndugu zangu, kufungua midomo, tutafika mahali pabaya, na hii dawa kuiacha ndio imekuwa balaa, kwa sababu ni amri ya Mungu. Mungu ashaamrisha, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, lipatikane miongoni mwenu kundi ambalo litawaamrisha watu mema na kuwakataza watu maovu. Maovu kama wanaofanya wamekithiri. Tukiacha hili sasa, ni adhabu ya Allah inayokuja, kama Mtume alivyozungumza kwenye hadithi sahihi ambayo imepokewa na Tirmidhi, ambayo imepokewa na Abu Daud, ambayo imepokewa na Imam Ahmad. Mtume alisema, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu 'adhaban an yab'atha 'alaykum 'iqaban aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban. Amrisheni mema na mkataze maovu, ni amri ya Mwenyezi Mungu na ni amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amrisheni mema na mkatazane maovu. Kama hamtofanya hivyo, basi Allah subhanahu jalla wala itakaribia awateremshie adhabu. Fayad'un ama fayad'una, mtaomba falyustajabu lakum, mtaomba kila siku na itakuwa hakuna majibu. Kwa sababu gani? Mmeacha kuamrisha mema na mkaacha kukataza maovu. Hiyo ni hatari mbaya sana mbele ya Allah subhanahu jalla wala. Kwa ndugu zangu, talqin ya la ilaha illa Allah, ili mtu aingie kwa la ilaha illa Allah, afanyiwe dawa mapema. Tufanye dawa. Ambaye si Muislamu apate Uislamu, ambaye ni Muislamu adumu katika mambo mazuri. Wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan. Ina maana kutenda mambo mema ndiyo msingi wetu tulioletwa nao hapa katika dunia. Lakini kama hatutofanya mambo mema, basi sisi itakuwa kwenye balaa, ndugu zangu, na lazima tuamrishe watu. Bila hivyo tabaki hivi, watu watawafuata huko, sijui nini, watoto wangu wamekuwa hivi, wasomee sijui nini, namuona akili zake zimerukaruka kwa sababu ya mambo wanaoyafanya. Ni hadarati imekuwa mingi ya kila aina. Saa hii kuna mkokaa, kila tukikaa kama hatupingi, basi kutazuka mingine, yatakuja majani mengine, atakuwa sijui one day yatazuka. Kila siku kwa Meru wanafanya tu utafiti wao kuleta majani ili tule vizuri. Mkokaa utaondoka. Mwanzo kwa na miraa tukawa nayo hiyo. Sasa imezuka mwenzake tu mkokaa, atazuka mwingine naye yatakuja majani mengine, yatakuja utwa one day, yatazuka majani, kila ina majani. Watu kazi yao ni kupewa dawa za kula majani. Ndugu zangu, siko huku, tunaenda njia sio, na wengi walioathirika ni Waislamu juu ya mambo haya. Ndugu zangu, siko huku, tunadhuriwa akili zitaondoka hizi. Tumwelekee Allah jamani, tuachane na mambo sampuli ambayo hayana msingi wowote. Mbele ya Allah kuna adhabu zitatupata kwenye makaburi, ndugu zangu, na kila siku tunakufa, kila siku tunazika watu, ndugu zangu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaona bidii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifanya bidii mpaka mtu anataka kufa bado anampa neno la la ilaha illallah, kama ami yake Abu Talib ambaye amemlea, mpaka inafikia anataka kufa bado anamlakinia, anamwambia aseme la ilaha illallah, sema la ilaha illallah, ili afya aliyakuwa amemtakasa Allah subhanahu jalla wa ala. Kwa hiyo tufungue midomo kuwaambia watu maneno ya Allah na tuwavuti kwa Allah ili waweze kufaidika mbele ya Allah subhanahu jalla wa ala. Kwa haya machache, inshallah kesho tutaendelea vizuri na mlango. Kwa leo imekuwa kidogo
tumezungumza ile umuhimu aliokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwahurumia watu wasiingie motoni. Mtume alikuwa na huruma za hali ya juu ya kufanya dawa mpaka yule ambaye hakuona raha mtu aingie motoni, alimfanyia kila mbinu ili aokoke na moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wale ambao tumeasikia mazuri tukafuata mazuri. Mwenyezi Mungu atupe kheri na baraka na neema, atuongoze katika dini vizuri, atuondolee ulevi tuliokuwa nao uliotutawala kwenye familia zetu, uliotawala watoto wetu, uliotawala familia, uliotawala ndugu zetu. Habari hizi za mihadarati Mwenyezi Mungu atuondolee na waongoze wale ambao wako kwenye janga hili. Mwenyezi Mungu awatoe kwenye janga hilo, awape imani, awape nia za kuacha mambo kama hayo ambayo hayana msingi wowote, ni kumaliza pesa na kumaliza wakati na hakuna faida yoyote. Mwenyezi Mungu atuongoze. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arna al-batila batilan warzuqna tinaba. Wa salli wa sallim ala habibika rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.